kamati ya Senate na all committees. Bwana Yesu asifiwe. Mjambo. Asante. Mimi pia leo nimekuja kama friend of committee ya lands. Mimi pia kwa county assembly mimi ni member wa committee ya lands. Kwa hivyo nimejumuika pamoja nao ili tuweze kujua yale mambo yanatufinya, na wale ambao mtapatiwa fursa, naomba tafadhali tutoe historia vizuri ili iweze kunakiliwa na tuweze kusaidika. Tuko na bahati kubwa sana kupata hawa mabwana kufika hapa. Kwa majina, kwa wale hawanijui, ni Mheshimiwa Steven Mzai Mkala na mimi ni MC katika eneo hili la Narok. Asante. Asante. Again makofi. So si mara ya kwanza kusikia swala hili, nimelisikia mara kadhaa, na nikasema kwa sababu tuliratibiwa kuja Taita Taveta jana na leo kwa sababu ya petition za watu wa wananchi na mambo ya Tavevo. Hawa wenzangu hata kama hakuna maombi rasmi, nikawaomba wapitie hapa ili waje wasikize malalamiko yenu ya mambo ya shamba yenu, kwa sababu Senate inaweza ingilia kati mambo ambayo yameletwa rasmi bunge ama ambayo hayajaletwa rasmi bunge, lakini wanaweza kuongea na wananchi, kusikia malalamishi yao, alafu wachukue hatua. Kwa hivyo leo hatutakuwa na maswali ambayo tutayajibu rasmi kama statement ama petition, lakini ndugu Mboga nilimwelezea kwamba tunahitaji kufanya petition, na nilituma ofisa wangu anaitwa Tole hapa ili kujaribu pamoja na nyinyi kuandika petition ili the Senate, lakini kawa hatuna stakabadhi na ushahidi wa kutosha wa kutosheleza kuleta ombi ama petition Senate. Na pia kuna siku nilimtuma Haji ambaye ni mpiganiaji wa haki za umma aje hapa pia awaongee na nyinyi, na nafikiri aliongea na wachache wenu. Kwa hivyo vile mwenyekiti amesema ni kweli, tunataka kusikia, pata information as much as possible ya hili eneo. Na jana pia tulipitia kwa county commissioner, kwa sababu mambo yote ya administration mkubwa wao ni county commissioner. Utendakazi wa wafanyikazi wa serikali ya kitaifa katika county ya Taita Taveta unasimamiwa na county commissioner. Kwa hivyo jana tuliposhuka Taita Taveta, mara ya kwanza ama kitu ya kwanza tulifanya ni kwenda kwa county commissioner. Kwa hivyo tumepata information kidogo, lakini pia tunataka kusikia kutoka kwenu, na ikiwezekana tutapata wachache wenu pia waje bunge kule watuelezee zaidi. Kwa hayo machache, ndugu mwenyekiti, chukua kipaza sauti na uendelee na mkutano wako. Haya, asante Mheshimiwa Waruma. Kwa hivyo tutamwalika yule mratibu mzee wetu hapa atueleze yale yakuwa anao ya kutuambia. Karibu. Tataja jina na maelezo. Mwenyekiti. Kupitia kamati kuu kutoka kwa Senate Nairobi, pamoja na officers, MC wetu, viongozi wote ambao wako hapa na waathiriwa wote, na wasalimu. Hamjambo? Mwasidamana. Kwa majina James Mwakina Mboga, ni chairman wa committee ya kujitolea ambayo tunaita petition committee. Naomba petition committee tafadhali tusimame. Tuseme tu tusimame tafadhali. Hiyo ndio petition committee ambayo ilijitolea, haijachaguliwa na sisi, ilijitolea. Okay, njoni mbele tafadhali. Asante bwana Senate. Kuna ile komiti ambayo ilijitolea kupambana na walivaa gauni la kupambana na hii shida ya ardhi tulio nayo hapa. Kwa majina naitwa Jerusha Magenyi, mimi ni member wa Landsport Voi. Kwa majina naitwa Mtima Leonard, mimi nilikuwa mwenyekiti wa Maungu Puguta Squatter Sikimu ile halali. Jina ni Hadija Mohamed, ni civil society member. Kwa jina naitwa Amon Magambo, Paralegon.
Jepchirchir Sisonge. Mimi ni memba wa hii kamati ambayo tunaandamana nayo. Kwa majina ni Esmi Chari, mwakilishi wa mbunge na civil society member Taita Taveta Network. Jambo, kwa majina ni Agnes Wakio, mwakilisha gavana. Asante Mheshimiwa Chairman wa Senate. Hii ni komiti ambayo imejitolea, haikuchaguliwa, imejitolea, imevaa gauni la kupambana na hii shida ambayo tuko nayo hapa ardhi. Na kwanza naomba niseme kwamba asante sana Mheshimiwa Senator wetu, MC wetu na gavana wetu wa Taita kwa nyinyi kuwajibika kwa kufikia mahali ambapo sasa tuko, kuweza kuita komiti ya Senate kuja kutusaidia mambo ambayo tuko nayo shida katika hii sehemu yetu. Sehemu ambayo tuko nayo hapa, tuko hapa sasa inajulikana kama Maungu. Hii sehemu ni Maungu Miaseni Squatter Scheme. Kijiji ni Maungu Pipeline, Maungu Sublocation, Marungu Location, Nyangala Division, Voi Sub-Count, Taita Taveta Count. Area summary status. Tuko na trading center, tuko na Msharini Trading Center, tuko na Wangala Trading Center, tuko na Miaseni Trading Center. Primary schools, tuko na Msharini Primary School, tuko na Wangala Primary School, tuko na Miaseni Primary School. Secondary school, tuko na Miaseni Secondary School. Health facilities, tuko na Miaseni Dispensary. Population, tuko zaidi ya watu 4,000 katika ile eneo. Economic activities, tunafanya mambo ya grazing, farming, small scale business, especially those reliant on the highway traffic, tunafanya biashara katika barabarani. Conservation efforts, tumetenga corridor ambayo iko na approximately 400 acres na urefu wake ni 2.5 kilometers, ambayo inafanya wanyama kutoka Savo East waende Savo West, huwa wanazunguka hivi kila mwaka. Katika hiyo mambo ya wildlife conservation, tuko na wildlife conservation na ecotourism, ndio mambo ya economy katika sehemu yetu hapa. Na tukienda kwa ile shida yenyewe tuko nayo sasa, ile shida tuko nayo waheshimiwa ni kwamba the land dispute between Maungu Kenya Pipeline to Miaseni, covering Maungu Pipeline Village, Misharini Village, Wangala Village and Miaseni Village. Land status. Ardhi hii tunayoizungumzia inaanzia Maungu mpaka Macnandon, ambayo mnamo mwaka wa 1961 August 15 ilitengwa na mkoloni kama ardhi zote Taita, ya kwamba Wataita ni eneo lao la kuchunga kama vile Sagala Ranch, Taita Ranch, ile eneo lote kutoka hapa mpaka Macnandon. Ilitengwa hivyo na colonial government. 1993 wananchi waliona ni vyema waombe hiyo sehemu rasmi waweze kuifanyia miradi zao. 1993 wakiregister group inayojulikana Msharini Dairymen Group. Objective zake zilikuwa ni dairy beef, goat farming, agroforest, nursery establishment, aloe vera, poultry, beekeeping na mambo mengine zaidi, kwa kuomba hiyo ardhi waweze kuitumia. Na wakati huo waliomba 1000 acres ambao ni kuanzia Maungu Pipeline mpaka LMT. 7th May 1997 walipata jibu kutoka kwa district commissioner Taita Taveta. Wakati huo barua tumeambatisha hapo ndani, wakipatiwa mwelekeo vile watafanya. 23rd April 1998 walipata pia barua kutoka kwa DDO, District Development Officer Taita Taveta, wakielezewa vile wanatakana kufanyika. Barua tumeatacha katika hiyo document. On 4th September Misharini Dairymen Group waliandikia barua clerk to the County Council of Taita Taveta wakiomba pia eneo hili waweze kulitumia rasmi. Tarehe 22 Mei 2007 Misharini Dairy Group waliandika barua kwa District Land Adjudication
wakiomba pia approval kuweza kutumia ardhi hii kuanzia Maungu Pipeline mpaka Mackinnon. 207 County Council of Taita Taveta Lands Officers and Area Community, Maungu Pipeline, Msharini, Wangala na Miaseni walikuwa na baraza Wangala Village ambayo ilikuwa pia inafuatilia jambo la kuomba eneo hilo la ardhi, na County Council ilikubali wananchi waweze kutumia ardhi hii, na komiti ikachaguliwa ya kufuatilia jambo hilo. Tukapata chairman na hali kadhalika. Wale komiti ilishirikishwa na lands officers kutoka ofisi ya lands, ikiwa pamoja na County Council officers, na kazi komiti iliyofanywa wakati huo ambayo ilikuwa 2007 walipick all the boundary area katika hiyo ardhi yote kuanzia Maungu Pipeline mpaka Miaseni. Wakachukua pia public utilities zote katika hiyo maeneo, na kule Miaseni wakapima nyumba fulani wakazipatia namba, na baadaye uchaguzi ukafanyika wa 2007, na ulipofanyika ulitokea mambo ya vita na hiyo kazi ikawa imesimama. Baada ya hiyo mgogoro kuisha, kazi ilianza tena, ambako wananchi wa sehemu hii walisisitiza sana mambo ya Maungu Buguta Settlement Scheme iweze kumalizika, maana ilikuwa imefanyika ikafanyikana irudiwe tena, ambayo ilifanywa chairman akiwa ni bwana Leonard Mtima, ambayo ilikuwa ni mwano kwa mwano, ambayo ilifanyika vizuri na tukafurahia. Our complaint tarehe 28 mwezi wa pili 2018, wazee wa Jafungu Council of Elders walipata habari kupitia kwa chairman wa Maungu Buguta Settlement Scheme ya kwamba kuna title deed ambazo zinatengenezwa za hii eneo ambazo yeye hazijui, na sisi tukamwambia sisi tuzijui pia. Na hao wazee waliandikia barua ofisi husika wakilalamikia kuhusu juu hizo title deed. Na kipindi kingine pia tulifanya mkutano kwa DCC Voi kuhusu hizo title deed, na akasema amesimamisha mpaka lands officer warudi waje waseme nini kinajiri katika hizo title deed ambayo 3101 to 3129. Na katika hiyo malalamishi ni ya kwamba ile skimu ambayo Marungu location ama Marungu ambayo tunaijua ni Maungu Buguta Settlement Scheme ambayo iko na 15,000 acres ambazo zimekuwa high kutoka kwa Rukinga Ranch, pamoja na extension of 5,000 acres ambayo bado haijapimwa, ambayo ni Saseni Valley. Sorry? Iko the other side here, ambayo bado haijapimwa. On 28 February 2019, manager wa the same scheme, Maungu Buguta Settlement Scheme, ambayo alikuwa amebakia mwisho katika hii ofisi yetu ya Maungu, aliandikia register officer wa Bundani akimweleza kwamba tafadhali title deed 3101 mpaka 3129 zisimamishwe kwa sababu zimetolewa nje ya mahali ambapo zinatakana kukaa. Officer huyo aliandika kwa tegi. Tuko na baadaye hapa ndani. Sasa ombi letu sisi kama watu wa eneo hili ni kwamba ile created Taita Taveta Maungu Buguta Settlement Scheme B, Maungu Buguta Settlement Scheme B ambayo haiko kwetu, na title deed zake ambazo 3101 to 3129 ikuwe revoked, ikuwe cancelled, na badala yake indigenous people ambao wako chini ya ardhi, ambao wako pale kwa ardhi yao waweze kupimiwa na wapate title deed zao. Hiyo ndio hayo ndio mambo ambayo tuko nayo, Mheshimiwa Chairman wa Senate. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo, ni kubwa sana. I mean, a settlement scheme was created on top of us, ambayo tuko hapa chini. Hatujui toka wapi. Inaitwa Maungu Buguta Settlement Scheme B, ambao we don't have Buguta in this kutoka Maungu, hakuna Buguta pande. Buguta is in the other side. Pande ni Miaseni. Yeah. Kwa hivyo asante sana waheshimiwa. Wacha niite mwenzangu Bwana Leonard Mtima tafadhali, chairman wa Maungu Buguta Settlement Scheme. Basi mimi kwa majina naitwa Mtima Leonard, ndiye nilikuwa mwenyekiti wa Maungu Buguta, ile nasema original, ile halali.
So nimekuja hapa leo kueleza kamati ile ya Senate Maungu Puguta Squatter Scheme haijafika hata kwa lami. Mwisho wake ni kwa ile power line ndio mwisho. Ukianzia hapo ukija huko town, hiyo tunaita town center. Nafikiri bwana senator na kamati yako mweleo hiyo. So mimi hiyo no Maungu Puguta sijui ni B, sijui Maungu Puguta sijui ni C, mimi sijui. Najua Maungu Puguta Squatter Scheme. Na hizo namba zinasemekana 3101 mpaka 3129. Wanachama na kamati, nataka nikuambie hizo namba hata zinaweza kuwa ziko zaidi. Tunataka tu ielezo kwamba kutoka pipeline to Miasen, all title deed issued and pipeline to Miasen ziwe revoked. Ana zinaweza kuwa ziko hata zimefika 40. So mtu akiwa kwa 3101 to 3129, yule kwa 3130 atakuwa amepona. All title deeds issued from pipeline to Miasen ziwe zote revoked. Mimi yangu ni kwa hiyo, kwa ufupi tu bwana Senate na kamati yako, tutakuja kuongea mingi zaidi huko Senate yao kwa bunge la Senate. Tupige chairman makofi moja. Asante. Tukaribishe bwana Jerusha tafadhali. Land representative wetu wa karibu. Kwa masenators wetu, karibuni sana Marungu Ward. Mimi ni mzaliwa wa eneo hili la Marungu na pia mimi ni member wa Lands Board kutoka mwaka wa 2023 nimekuwa member wa Lands Board. Na hawa mabwenyenye ambao wamepewa title deeds kutokea pale pipeline hadi tunasemekana mpaka Miasen, ni title deeds tunasikia ni 29. Nafikiri mheshimiwa wetu MCA akona hilo jambo na pia anaweza kupresent hizo title deeds, maybe akona link ya hizo title deeds. Tungeomba ziweze kuwa cancelled kwa sababu hao mabwenyenye walipewa kinyume na sheria. Kwanza hakuna public participation ilifanyika eneo hili. Wananchi wa hapa bado hawajapata title deeds. Wazaliwa wa hapa bado tuko hapa na hatujapata title deeds za hapa. Na hii scheme ni tofauti kabisa. Maungu Puguta Settlement Scheme inaanzia eneo la Maungu huko juu ya town kwenda mpaka Puguta. Hapa ni eneo lingine tofauti, pipeline hadi Msharini. Kwa hivyo tunaomba mkae muelewa kwamba eneo hili mabwenyenye wame-encroach na wananyanyasa wenyeji. Tunaomba hizo title deeds, tutaandika petition. Ndugu yangu Tole, asante seneta wetu, wazidi kukubariki kwa kutuletea ndugu yetu Tole. Hizi ni baraka na naamini ya kwamba tukiketi na yeye tutasaidiana, tuandike petition ije kwa Senate, alafu mtusaidie ili hizi titles ziweze kuwa cancelled, tuanze kuanzia chini ili wenyeji wa hapa waweze kupata title deeds zao. Hii eneo Taita Taveta tumekuwa tukizoewa vibaya sana. Marungu sehemu yetu ni ndogo sana, it's a stretch. Ukiangalia huu mlima kwa ile power kwenda juu tuko na Wildlife Works Carbon Project. Hapa tayari ni SGR, hii hapa chini ni KWS. So sisi tuko na kibarabara ambacho tulibakishiwa. So mabwenyenye wanateka advantage, wanakuja, wanafanya mipango yao, wanatengeneza title zao, wanakuja, wanaingia juu ya mwananchi ambaye amekuwa pale. Ningeomba tafadhali senators muweze kutusaidia ili tuweze kucancel hizo titles, ili na sisi tuanze process ya kupata titles ya wale wenyeji ambao wako hapa. Sehemu yetu ni ndogo sana na tunaomba tuweze kusaidika. Mimi kama Land Board member wa Voi constituency sikuwa nasikia kwamba kuna hao mabwenyenye walienda wakafanya ubadilishaji wa hizo titles, wanauziana wao kwa wao, na lazima mtu apitie kwa Lands Board. Hawakupita kwa Lands Board since 2023. Nasikia kuna ingine imefanyika mwaka huu Januari, na mimi kama member wa Lands Board sijui hayo na sijaona title yoyote ambayo imefika pale. So wanatumia njia ya mkato. Naomba tafadhali tuwezeni kutusaidia. Tukileta petition pale iende kwa uharaka, muweze kutusaidia hizi titles ziweze kuwa cancel. Na imani ya kwamba seneta wetu ni seneta wa nguvu, na ukifika mahali hapa najua mambo yako sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.
sana mheshimiwa wetu Senator Mwaruma. Majina yangu nafahamika kama Idris Mohamed. Nikizingatia itifaki zote, naona senator wetu wa Mombasa Mohamed Faki na senator wa Murang'a Joe Nyutu. Mimi sitaki kuongea mengi kwa sababu mengi yamesemwa na viongozi wetu ambao walichaguliwa kutuwakilisha hapa mbele. Mheshimiwa Senator, mimi ni mmoja kati ya wale victim wa ubomozi. Na leo hii nikisimama hapa, mimi ni nakodisha nyumba. Mimi nilikuwa na sehemu huko chini tulibomolewa. Yale mambo ambayo yalitokea sehemu ya Ndovuni, tunaomba nyinyi mkiwa maseneta siweze kutokea watu wetu wa hapa sehemu ya Pipeline. Jambo la pili, mheshimiwa senator, katika hii kaunti yetu ya Taita Taveta, 60% imechukuliwa na mbuga. 40% iliyobaki matinga yanakuja usiku na mchana yanabomolea watu. Hawa wananchi wa Mungu hawana watetezi. Hawa wananchi wa Mungu wamekuwa wakikanyagwa bila watetezi. Mimi nataka kuwaomba maseneta. Mimi nilikuwa najua mkifika hapa leo mngekuja hapa mtuambie sisi mahali tutawasaidia ni hapa na hapa na hapa. Kwa sababu wakati tulikuwa kule chini, wakati tulikuwa kule Msambweni, mikutano ilifanywa nyingi sana na baadaye wananchi waliumia. Kwa hivyo tunaomba kama kuna suluhu inaweza ikafanyika, hawa wananchi wapewe haki yao ya kukaa sehemu hii. Kwa sababu wewe ni senator na tunakuaminia. Katiba inasema wazi, mheshimiwa senator, maseneta wetu hapa, katiba inasema mahali ambapo umekaa miaka 12 hiyo sehemu ni yako. Lakini Kenya hii katiba haifuatwi. Mabwenyenye ni wakubwa kushinda katiba. Lakini tunataka tuwaambie this time round, watu wa Maungu tuko ngangari na hakuna bwenyenye atakuja kukanyaga watu wa Maungu. Nikimalizia mheshimiwa senator, ni kwamba huyu bwenyenye huyu watu wanamuogopa kumtaja. Mimi natarajia tu kwa vile maseneta wako hapa, MCA yuko hapa na wale viongozi wako hapa, ajulikane ili wananchi wajue ni nani ambaye anataka hii shamba. Mimi ile kitu inanishangaza, watu ni waoga kabisa. Watu ni waoga, hawataki kutaja huyu. Wakati Msambweni watu wakibomolewa, mwishowe ndio walikuja wakajua mwenye anawabomolea. Hatutaki kubomolewa ndo tujue mwenye hiyo shamba. Tunataka tujue mwenye ambaye anasema hii shamba ni yake, tunataka tujue saa hii. Hawa wananchi, mheshimiwa Mwaruma, umesema umekuja kusikiliza, baadaye muone vile mtafanya. Ni sawa, mimi nakubaliana nanyi, lakini tunataka suluhu ya haraka ifanywe. Mimi ni mtetezi wa haki za kibinadamu, na mimi pia ni mwanasiasa, na mimi pia yule Rais Ruto niliweza kumsecond. Na nikiwa hapa siogopi chochote, na mimi natetea mwananchi. Kwa hivyo mheshimiwa wetu MCA, mimi nakuomba tu kufa na watu wako. Kule chini watu walibomolewa wakakufa na MCA akaenda nyumbani. Hapa pia tunakuomba mheshimiwa Kangare, ukitaka tamu ya pili hapa hatutaki kuona ubomozi. Hapa tunasemaje watu ambao? Nikimalizia mheshimiwa wetu Mwaruma, mimi najua anataka ugavana. Isiwe amekuja hapa ili atafute kura za ugavana. Tunataka akuja hapa ili tuone kuna suluhu limeweza kufanyika. Tunataka haki tendeke kwa watu wa sehemu hii ya kaunti ya Taita Taveta. Mheshimiwa Mwaruma tulibomolewa Ndovuni hatukumuona. Lakini mimi najua leo amefika hapa, na amefika hapa ili kutetea wananchi. Tuomba uwe na hiyo ari ya kutetea watu wa hapa ili watu wa hapa wapate haki yao. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana seneta wetu Taita Taveta, bwana chama na seneta na wafanyikazi wote wa Mungu. Halo. Mimi sina mengi ya kuzungumza. Idris amezungumza yote, dadangu Jerusha amezungumza yote. Bwana chama, nataka kukueleza kwamba kama mimi naweza sema Taita Taveta kuna absentee landlords. Kuna absentee landlords. Hapa kuna mtu ambaye anaona hapa na hajai kanyaga hapa, na hata ajui Taita ni wapi.
lakini ukienda unaambiwa ni kwake. Mheshimiwa, unatoka Mombasa, Senator Mombasa. Kama ni Mombasa Cement, wewe nenda umweleze tu. Hapa kutajengeka. Hakuna mtu ambaye atatoka. Ile ukweli wa mambo, ile ukweli wa mambo. Yaani Mheshimiwa Chairman, vile ulivyo, hizi nyumba zote unaziona hapa kote zasemekana zibomolewa. Barabara imeanzia pale imepanda juu. Na hizi zote over 220 acres. It's not being fair. Lakini nataka kusema ndugu yangu Maruma pia. Tulishindana juzi ukanitengeneza kidogo. Lakini hakuna shida, kuna kesho pia. Kuna kesho pia. Lakini biashara ni asubuhi ndugu yangu Maruma. Biashara ni asubuhi. Mahesabu ni jioni. Vile vile kumesemekana ndugu yangu. Jamani, kusema ukweli, ndugu yangu wewe tenda. Wananchi watajua wenyewe mbele. Kitu naomba, tumekuwa tukifanya petitions namna hii, wakienda unasikia chama nimebadilishwa nini, hivyo ndio imekufa hivyo. Si tunakuomba bwana chama, kama itawezekana lichukulie hili kama dharura, watu wasifukuzwe tu, maana ni mtu watu hajaifika hata ajui hapa, amekuta tu Nairobi Ardhi House, ile ndio ina shida mingi. Nataka leo vile umekuja na clerks wako bwana chama, tunakuomba clerks warudi waende waangalie file ya Malindi walifanya nini. Kondomu kulipatikana watu ambao walipewa ardhi na Moi kwanza ya kitambo, hata ukimuuliza Malindi ni wapi hajui. So yote ilipitishwa na Senate, ikaregeshewa wananchi washapimiwa, wamepewa title zao. Hiyo nimesema hivi kwa sababu ya case study, kwa sababu maybe clerks wanaweza hitaji katika vile umesema katika Hansard report nini wanaweza pata hiyo. So mimi sina mengi, bali naogopea kitu kimoja. Waweza ondoka hapa leo tukafanya kama Msambweni eviction. Sasa tunataka utumie nguvu yako chama. Na sisi tuna imani sana na senator wetu Maruma, hata kama alinchapa kidogo. Lakini kitu kwamba tuna imani na yeye kwamba sahi ameona umuhimu na ile ya kutetea watu wake. Ndio maana mmechukua muda wenu muhimu sana kuja kufika pale Kamau. Tunakuomba ili lifanyike haraka tu, na kama kuna any orders unaweza peana temporary, kusifanyike mambo ya eviction na anything else. Hiyo tu ndio naweza sema. Otherwise nawashukuru sana jamani kwa kunisikiliza. Mengi ni baadaye tu. Sio kama utanialika Senate na mimi nije. Asante Mheshimiwa Kilele. Kwa chairman wa Senate ndugu yangu Steve, Mheshimiwa Senator na viongozi wote, hamjambo. Kwa wananchi hamjambo tena. I think imenipata off guard, manake kidogo sijisi vizuri, lakini kwa sababu haya yote ni yetu na inafaa, na kwa sababu tumeyakulia lazima tuyaongee, si ndio? So kwa senator, I think mengi yameongelewa na wale watangulizi ambao wameongea, and I think kitu ambayo inatusumbua hapa sahihi, kitu kikubwa, it's what we suffer from, we call it's a logical fallacy. Na kwa lugha zile zetu ambazo ndugu zangu wanazijua, we call it's argumentum ad repetitio, ya kwamba most of the things ambazo tunazisema tunakuwa tunazirejelea, na huyu mwananchi tunamtesa kila siku. Huyu mwananchi haezi lala, huyu mwananchi kilichobaki sasa ni pressure imempanda, manake kila kukicha. Hata saa zingine wakati watu wana transport hizi matingatinga zikipita, sare simu zinaweza kupigwa. Kitu ambacho tunaomba tu katika Senate ambayo mko hapa, suluhu najua tuko nayo. Imekuwa ni mikutano tunafanya kila siku, lakini tunashangaa huyu ni nani ambaye akona nguvu kubwa sana mpaka leo hii hatuwezi mjua ni nani. Tuwafanya mikutano, tunataka kuweka suluhu, lakini anayehusika mpaka sahihi hatumjui. Kusema kweli ni jambo ambalo linasikitisha sana, na mimi ningeomba tu kwa wananchi tukaweze kuwa sauti moja, tushikane, tusiogope, tusitishiwe. Na wale ambao wanazunguka kwa kutaka kuwatishia ama kwa kutaka kuwahadaa, na waomba tu tuwe sauti moja, tuwe watu ambao tunaeka antena zetu juu. Na mimi nahakikisha kwamba, kwa sababu sisi kama vijana wenu wa mtaani, ama vijana ama watoto wenu ambao tumezaliwa hapa, tutahakikisha kwamba hakuna mtu yoyote atakayeingia katika shamba hili. Lakini pili, senator, kuna kitu kinashangaza sana. Tingatinga zinakuja, zinalima. Ukiuliza
who has that authority? Nani ako na hiyo nguvu ya kupeana that authority ya shamba kuingizwa, tingatinga kuingia kwa shamba? Hatupati suluhu. Tunaomba before mtoke leo hii, kupitia kwa ndugu yetu MCA, kuna watu labda wawili watatu, sisi sote ni viongozi, hatuwezi tajana mbele ya watu, lakini tungeomba kuwe tu na mkutano hata kama na dakika 10 tu, huyu mwananchi tuweze kumpumzisha, ili aweze sisi kama viongozi tunajua shida iko wapi, tunajua wanahusika lazima ni kina nani, lakini labda tunaogopa kutaja. So naomba tu tukitoka hapa hivi kupitia kwa kina Bomboga dakika kama 5 tu, na mimi najua suluhu tutapata, mwananchi aweze kupumzika. Na wananchi, mimi nawahakikishia kwamba kama itakuwa ni mbaya, kama wakitataka kwa uzuri, tutakuwa na uzuri. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Senator na timu yako kwa kufika hapa kwa sababu ya hii shughuli, na ninashukuru kwa hiyo nafasi ambayo umenipatia. Langu tu ni ombi, hao wananchi sasa hivi wako katika tension sana. Tafadhali naomba wapewe mwelekeo ndio waache kuwa katika ile tension. Kila mtu analala lakini apumziki kwa amani. Tunaomba tu tupate mwelekeo mzuri. Sasa hii maisha mahali imefika iko juu sana. Na kuna mtu mwenye anajua akihama pale hajui ataenda wapi. Idris tutangulia kutuambia ashakodisha. Kuna mtu yuko hapa na hana hata pesa ya kukodisha nyumba pale nje. Tunaomba tu tupate mwelekeo mzuri, wananchi hao waweze kupumzika, wajue mahali wako safe, na tukijua hiyo sisi tutakuwa hatuna shida. Akisema amesema kama mbaya, sisi tuko tayari. Asante. Kwa meza kuu ikiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya Senate Mheshimiwa Mohamed Faki na mheshimiwa wetu Jones Mwaruma. Kwa wananchi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Habari zenu? Mko wazima? Nami kwa neema Mwenyezi Mungu, mimi ni naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti yetu ya Taita Taveta, ambayo inaongozwa na mheshimiwa Andrew Mwadimi wa Kuja. Lakini niliwaambia tangu tukiwa pale, wakati nilisikia tingatinga na tukapata habari, tuli communicate sana na MCA, na hapo tuka-communicate pia na ile katibu mkuu wa masuala ya ardhi ambaye ni CCO bwana Jimmy, na akatumana timu. Ndipo ile siku tulikuja kwa fact finding, tukazunguka na tulikuja mpaka na surveyor, si ndio? Si mnakumbuka wananchi? Na tulikuja tukafanya hiyo 210 acres, lakini bwana mheshimiwa mwenyekiti, venye chamani wetu wamesema ni zaidi ya hilo shamba. Shamba lenye mgogoro ni zaidi ya zile ekari, na ndiposa tunaomba kwa heshima mtusaidie sana, na ofisi ya gavana kupitia wizara ya ardhi iko tayari kuendelea kushirikiana nyinyi ili kuhakikisha kwamba shamba la mwananchi liko guarded na mwananchi amepata nini, haki yake. Na tulisema ile siku kwamba amani na nini na haki, si ndio? Palipo amani tufanye nini? Tufuatilize pia haki. Tusiseme amani na huku tunasema amani peke yake. Amani na haki ya mwananchi ipatikane, kwa sababu mheshimiwa chairman, au wananchi wako hapa katika ile social economic activities tunafanya hapa ni kidogo sana ukiangalia masuala ya climate change, na tunaomba kwa unyenyekevu tusaidie, isikuwe tu ni masuala ya kutalii eneo, lakini mtusaidie, kwa sababu kuna sehemu zingine nyingi zimerudi kwa mwananchi na kupitia kwa kamati yako, na tuko na uhakika kwa ushirikiano na viongozi na ushirikiano wa wananchi, shamba hili litaenda kurudi kwa nani? Kwa mwananchi. Ama mna imani jameni? Wachini wabebe imani. Naamini ya kwamba kupitia komiti hii na kupitia seneta wetu
shamba hili litaenda kufanya nini? Kurudi kwa mwananchi. Na nimewaambia county government kupitia gavana wetu tutaenda kushirikiana kamati hii ili kuhakikisha ardhi hii imerudi kwa nani? Kwa mwananchi. Na mimi sina mengi. Mungu awabariki. Mimi ni mwenyeji wa sehemu hii pia. Asanteni sana. Tanguliza chairman Mheshimiwa Faki, chairman wa kamati hii, seneta wetu Mheshimiwa Maruma, MCA wetu Steven Zai, viongozi wote, itifaki zote zikihifadhiwa, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mimi sitakuwa na mengi. Kwanza pengine chairman Bwana Faki nikupatie taswira ya ile hali ambavyo inaendelea sahihi. Juzi nilipigiwa simu na jamaa fulani ambaye tulikuwa tunajuana kwa muda mrefu kule Voi. Akanipigia akaniambia, bwana, nimetafuta namba yako wewe, kumbe ni ward administrator hapo. Nina shamba yangu hapo chini, pipeline opposite. Ninataka kuiuza. Tunaelewana eh? Nikamuuliza pipeline opposite wapi exactly? Akaniambia sipajui vizuri lakini ni hiyo eneo ya pipeline. Sasa Mheshimiwa Senator, tayari wale mabwenyenye ni ishara ya kutosha kuwa walipewa ardhi mahali hapa ambapo hata wao wenyewe hawapajui. Na sasa hiyo kwa sababu wamesikia pameumana, wameanza kujipanga hata pia kupauza. Tunaomba tafadhali ardhi hizo zirudi kwa wenyewe wanaostahili, na ni hawa ambao wameketi hapa. Nikushukuru tena Bwana Senator kwa ushirikiano wako wa karibu na Mheshimiwa Gavana na vile vile Mheshimiwa wetu MCA Steve kwa ushirikiano ule ambao mmetuonyesha kama viongozi kuwa viongozi wanaweza shikana kwa pamoja kuweza kutatua jambo. So mimi sina mengi, langu tu ni kuona mkutano huu uzae matunda, na matunda yenyewe haya ni hawa watu waruhusiwe kukaa katika ardhi zao na waendelee kuenjoy yale maisha ambayo wamekuwa wakiishi nayo. Asanteni, Mungu awabariki. Chairman Senator Faki, Senator wetu mpendwa Jones Maruma, wachungaji wote, najua tumesaulika, wamekuwa wakifunga kwa ajili ya huu mkutano na kwa ajili ya hii shamba. Kwa hivyo tunatambua hilo, na wananchi wote wa Marumo na wageni wote. Bwana Yesu asifiwe tena. Nasema wageni wote, karibuni Marumo na mjisikie mko nyumbani. Sawa eh? Mimi kwanza nikushukuru Bwana Senator Maruma. Bwana Faki juzi kumuona Senate, sio alikuwa kando sikumuona, lakini nashukuru kwa kuwa juzi nimekuwa Senate for 1 week. Mimi ni silently, mimi kwa sasa Taita Taveta County ni deputy speaker. Bado sijakuwa approved lakini na act kama deputy speaker. So nilienda na kamati ya speakers panelist huko Senate. Nashukuru Mungu kwa hiyo neema. Na katika hali ya mazungumzo ya mwisho nikakutana na Mheshimiwa Senator. Na tukaongea mengi, lakini nikaombea katika yale mengi tumeongea, la muhimu kwa sahihi ni shamba la pipeline. Mheshimiwa Senator akaniambia hata hivyo kesho ninashuka Taita kwa ajili ya mwananchi right na tuko na petition. So nikaongea na nikamwambia sina kuomba mheshimiwa twende Maungu pale pipeline tufanye mkutano tuongee na wananchi. Mheshimiwa hakusita, mheshimiwa ni mchapa kazi. Akasema ya kwamba mimi niko tayari. Nitamaliza mkutano huko na tukuje hapo pamoja na kamati ya Senate ya Lands. Nashukuru kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Leo kwanza kuna mahali nimesoma nikaona mlikuwa Tavevo. Kama kuna mahali kuna shida kubwa kabisa ni hapo mahali mmeenda Tavevo hapo. Na yale maneno mmeongea pale mambo ya bills, maji kupanda, mambo ya muhimu sana. Nafikiri wananchi mnajua mambo ya Tavevo vile tunaumia, si ndio? Mheshimiwa Maruma anafanya kazi nzuri na amekuwa hapo leo. Si tumpigie makofi. Asante. Mheshimiwa Senator na Chair, wacha ni address through Chair kwa sababu tukiwa katika hali ya kikazi kwa committees tuna address through Chair. Mheshimiwa Chair wa Lands, mimi mwaka uliopita niliweka bajeti ya kupima CBD hapo Maungu Town. Na nikaweka fedha 2.5 na tukaanza kupima. Mpaka saa hizi tunaendelea. Wakati tunaendelea kupima baada ya miezi miwili hii historia ya pipeline ikajitokeza. Kaambiwa unajua pipeline kuna mabonyenye wako na title deeds na wanataka kubomolea watu pale kufurisha wananchi wa pipeline. Mheshimiwa Chair,
Nilipopata hii report nilienda bungeni na nika seek statement kuhusu hili shamba kuanzia pipeline pale nyuma, mheshimiwa chair, kwenda mpaka Miaseni. Niulize status ya hii mashamba iko vipi. Baada ya wiki kama mbili ni kama nilikuwa nimechokora sewage. Unajua sewage eh? Ukichokora wala jamaa wanaanza kurukaruka. So nilipochokora tu sewage, tayari baada ya wiki kama 2-3 nilisikia tingatinga imekuja, imeanza kutoa kata line, na mimi nilikuwa Mombasa kwa mkutano wa kikazi. Na kwa sababu wananchi washaionja kudungwa na mwiba, wakawa tension iko juu sana kwa nachea. So nilipotoka Mombasa tukafanya mkutano hapa tena mahali pale juu, tuka-address hiyo issue. Lakini unajua mwananchi bado anataka kujua suluhisho ni gani. Katika bunge ile statement, juzi nikiwa Nairobi, committee imekalia na nikapigiwa simu nikaulizwa, wewe kama mheshimiwa wa Marungu unataka tufanye nini? Mimi nikaombea ya kwamba shamba ambayo ninajua ni scheme ni Maungu Buguta Settlement Scheme, hiyo ndio tunajua. Lakini pipeline kwenda Miaseni hakuna scheme, hakuna title deed. Kwa hivyo mimi ushauri wangu, hiyo scheme yote iwe cancelled. Kuanzia pipeline mpaka wapi? Hizo title deeds ambazo zinaonekana pia ziwe revoked. Tuesday ama Wednesday hiyo report itakuwa bunge na resolution ile tutaweka kulingana na wananchi. Si mimi, ni nyinyi wananchi. Nyinyi wananchi mnataka hiyo resolution iwe vipi? Mbona muongee kwa nguvu? Mnataka iwe vipi? Kuanzia wapi? Mpaka? Kwa hivyo tumekubaliana hakuna scheme. Kwa sababu saa hizi ndo tunapima Maungu CBD, niliweka allocation ndo tuanze kushuka chini mpaka wapi? Miaseni. Mheshimiwa Chair, hao wananchi wamechoka. Wana seneta na maskari wako hapa. Siku ile tutasikia tinga imekuja, hii barabara tutafunga. Idrisi amesema ya kwamba yule mwingine alikuwa kule Ndovuni, yule mheshimiwa alienda kwa sababu ya nini? Ya Ndovuni. Sasa mimi nitakubali kwenda kweli? Mimi sintasimama na wananchi wangu walionichagua na kura mingi kabisa. Kuna mwingine juzi alisema, mheshimiwa usimame kama mwanaume. Mimi ni mwanaume. Na sibatishi, mimi ni mwanaume. Mheshimiwa Senator, kamati ya County Assembly na kamati ya Senate tutashikana ili ya kwamba tuhakikishe swala hili limepata tiba. Na kama mabwenyenye wako hapa, wajue ya kwamba enough is enough. Yes. Kama kuna maafisa wa serikali waliohusika kuuza EACC, waandikiwe barua, maafisa hao waweze kushikwa, waende kujibu huko mbele. Maana tunajua kuna watu wamehusika, wengine wako serikali, wengine wako kwa lands pia wako. Tunajua hao wote waweze kujulikana na waweze kuchukuliwa mkono wa sheria. Tuko pamoja wananchi. Senator, sitakuwa na mambo mengi yameongewa, lakini nipende kukushukuru Senator ya kwamba hili swala uliniambia utalivalia njuga na tutasaidiana ili ya kwamba ile report ikitoka County Assembly inakufikia. Informations zile naambiwa niko nazo, Mheshimiwa Senator nilimtumia, mwakilishi wake nilimtumia. Kwa hivyo wanashughulikia na sote tunashughulikia ili suluhisho iweze kupatikana. Swala la mashamba limekuwa nyeti Taita yote mzima. Mimi niko katika kamati ya mashamba, lakini ukiangalia katika hizo kamati zote, saa nyingine tunaenda tunafukuzwa kwa mashamba. Kwa hivyo Mheshimiwa Senator, tuko na shida. Tumalize hili, then next tutaenda ile yetu ya mambo ya makina huko. Itabidi tuandike petition kwa Senate. Tusitegemee Omtata. Wacha sisi Wataita na Wataveta tuweze, ninaomba
Sisi wataita Taveta County, wakati ule Omtata ndo waliandika barua kwa ajili kwa nini watu wa Mackinnon Road wanalipishwa revenue mara mbili. Wao yeye ndo waliandika hiyo petition. This time round wacha tuandike sisi wenyewe wananchi wa Taveta County tuweze kudai sehemu yetu. Juzi tumedhalilishwa sana tukiwa mbele. Mheshimiwa Senator, tukiwa pale kwa mkutano pale, MCA wa pale anasimama anasema ya kwamba kuanzia Mackinnon Road mpaka Miaseni ni Kwale County. Alisimama hapo kabisa, lakini nashukuru Mungu sub director wa education wa Voi alisimama na akasema ya kwamba mimi nikisimama hapa mbele primary, mimi ninajua mbele primary iko Taita na wote wanaripoti wapi? Wanaripoti Taita. Kwa hivyo mimi naomba tu wananchi tuwe na subira. Sisi kama Taveta County tunashughulikia hilo swala, Senator anashughulikia hilo swala, ninaamini ya kwamba suluhisho litapatikana ili hao wananchi waweze kubaki hapa. Historia imesema vizuri sana. Wananchi waliomba hili shamba hiyo miaka na kuna listi ya majina. Badala wananchi wapatiwe shamba likapewa mabonyenye, wakauziwa juu ya meza shamba. Hata mimi nimepigiwa simu na watu kadhaa wakiniuliza, mheshimiwa, anasikia wewe ndio mheshimiwa wa Marungu. Hapo pipeline niko na shamba yangu lakini sijui iko wapi. Ninaomba unipatie mtu aje anionyeshe. Sasa wewe imagine, hao ni wenye mashamba kweli? Wenye mashamba na kuna nani? Ni nini? Mheshimiwa Senator, sisi tuko nyuma yako, tutakusupport ili tuweze kupata suluhisho ya shamba ya pipeline na mashamba mengine. Otherwise mimi nawashukuru nyote kwa kuja, ninawapenda. Tuwe na mshirikiano huo mmoja, tushikane ili tukomboe Marungu. Ni yetu sote kwa pamoja. Marungu ni yetu moja kwa pamoja. Na uzuri wa hapa sote tuko na makabila 45 hapa Marungu na sote tunapendana, Mheshimiwa Senator. Kwa hivyo Mheshimiwa Senator, ombi langu tu, hawa wananchi hao wasitafute nyumba za kupangisha. Asante sana Senator na Mungu akubariki. Asante sana Chair. Uzuri wewe ni mkosti mwenzetu, utatusaidia kwa jambo hili. Thank you so much. Yeye makofi mazuri MCA wetu Marungu. So nashukuru Mungu kwa sababu ya huu mkutano. Tunaendelea kumaliza na mkutano umekuwa mzuri. Ni kweli MCA wenu tumekuwa naye kule Nairobi wakija benchmarking na Senate, kwa sababu kuna speaker na deputy speaker, lakini wakati speaker na deputy speaker hawako, kuna wale wa panel ya speaker wanaitwa temporary speaker. Huyu ni mmoja wao na walikuja kule benchmarking na tukaongea naye kwa kirefu sana, mambo mengi sana. Nashukuru kwa wananchi wale ambao tujakutana tangu 2022 kwa ile kura mlinipa kwa mara ya pili kuwa senator wenu wa mara ya pili. Wale maseneta ambao walirudi ni kama 8 kwa hii term ya 27 ikiwemo chair wetu wa Lands Committee Mheshimiwa Muhammad Faki, na kule mmefanya nikaheshimika, naitwa ranking member. Ranking member maana yake ni mtu ambaye amerudi mara 2 au mara 3. Wakati mlichagua 2017 nilienda kwa kiongozi walio wachache ama minority leader anaitwa Moses Masika Wetangula, nikamwambia kwetu pale nimetoka kuna shida ya mashamba, na kitu moja ambayo imenileta Senate ni kujaribu kutafuta suluhu ya mambo ya mashamba. Kama utaniweka katika kamati yoyote, ile kamati moja nataka ni kamati ya mambo ya mashamba. Kwa hivyo kamati yangu nilichagua ya kwanza ya mambo ya mashamba. Nikaingia kwa kamati na nashukuru kamati ya mashamba imekuja mara hii ya leo ni ya 4 tangu 2017. Na clerk nimekuwa naye mmoja ni Victor Beta amekuja hapa Taita Taveta mara nyingi sana kwa sababu ya mambo ya mashamba. Tunaweza kusema ya kwamba tumekuja na success rate ni gani ama tumefaulu kusuluhisha masuala gani ya mashamba Taita Taveta kupitia kwa hii kamati ya mashamba. Naweza ringa kidogo, manake ya kwanza kule Buguta kuna mtu alipatiwa title deed ya ekari 40
na hiyo tulifuatilia na ile title deed ikawa cancelled, watu wa Buhuta wakapewa shamba yao. Wakati SGR inajengwa kutoka Mombasa kwenda Nairobi, SGR 1, kuna watu hawakulipwa fidia, tulifuatilia wakalipwa fidia. Wale wamebakia ni wachache sana ambao makaburi yao yalitolewa na bado mpaka leo hawajalipwa fidia. Nimekuwa na CEO wa NLC juzi Mombasa na hii kamati, wakati tumeenda kuangalia mambo ya historical land injustices za watu wa Mombasa, wa wale absentee landlords, wa mabwenyenye ambao walichukua mashamba tangu zamani, na leo hii kuna watu wana nyumba hawezi pata title deed, na mwenye shamba ako huko abroad hajulikani nani. Unalipa rent miaka yote, miaka nenda miaka rudi. Tulifuatilia na Kabane Tachi alisema wako in the final phase ya watu wa SGR kuhakikisha kwamba wote wamelipwa fidia. Tulikuja pia Taita Taveta kwa sababu ya kujengwa kwa barabara ya Voi kwenda Taveta kwenda Holili, pia hawakulipwa fidia. Lakini leo hii kama kuna mtu mmoja mbake ni mmoja ama wawili ambao wako na land contest, na hao pia wakishasuluhisha shida zao waje pia kwetu tuhakikishe kwamba kila mtu ambaye shamba yake ilichukuliwa kwa sababu ya ujenzi wa barabara ya Voi kwenda Holili pia amelipwa fidia. Kule Ikanga Airstrip miaka 40 na zaidi tangu Ikanga Airstrip ijengwe, kuna watu hawako wamewahi lipwa fidia. 2018 nilipoingia Senate tulifuatilia na hii kamati ya mashamba, na wale watu wa Ikanga Airstrip wamelipwa fidia. Mambo ya Machungwani kule Taveta, ekari 3,000 zilikuwa zinaenda na lease ilikuwa inakuwa renewed kwa sababu county government ya Taita Taveta ilikuwa imeandika no objection kwamba yule mwenyenye kule Taveta anaweza regeshewa ile ekari 3,000 ambayo lease ilikuwa imeisha 2013. Niliposikia hivyo nilikimbia kule, tukaandika petition tukapeleka Senate na tukahakikisha kwamba ile shamba lease haitakuwa renewed. Yule bwana ameenda kotini, tunangojea kesi iishi ili watu wako pale Machungwani wapate shamba yao. Na tayari ukiingia Machungwani watu wamelima maembe yako mengi, kuna hii mgomba, banana na machungwa yako mengi sana. So ile shamba tumesema haiwezi regeshwe bwenyenye, watu wa Taita Taveta wapewe shamba yao. Tulikuja shamba ya Voice Isle Estate kupitia kwa petition pia, na tuliweza kusimamisha kuuzwa kwa shamba ya Voice Isle Estate kwa muda wa miezi 10 kwa sababu 2011 wakati lease iliisha, renewal ilifanywa kimakosa. Na 2011 mimi sikuwa mbunge, lakini tulifuatilia mpaka tukagundua kwamba plot zinauzwa za 50 by 100, na nikawauliza watoe change of user, hakukuwa na change of user. Through DCI tukasimamisha kuuza kwa ile shamba na watu wakaregeshewa pesa yao. Lakini la kushangaza ni kwamba November 2022 change of user ilitolewa na lile shamba limeanza kuuzwa. Sasa kule juu napigana, lakini huku chini pia kuna mambo yanaendelea which are outside my control. Shamba ambalo limetajwa la Msambweni kule Voi, mahali watu ama serikali ilipatia Bata Shoe Company ekari 120 wajenge Bata Shoe Company, na maagizo ama conditions zilikuwa mbili. Ya kwanza, miezi 2 sipite kabla ya kujenga Bata Shoe Company. Condition ya pili, don't sell, don't transfer. La ajabu ni kwamba kuanzia 1978 kiwanda hakikujengwa. 2010 commissioner wa lands akabadilisha lease conditions za kusema ya kwamba hiki kiwanda kinaweza kuuzwa, hiyo shamba inaweza kuuzwa. Na kweli shamba ikatoka kwa Bata ikaingia kwa mkono ya Sparkle ambayo ni sister company ya Mash Bus Services. Wakati tumekuja kama Senate tukachambua lile swala, tukaona ni kweli Mash Services amenunua shamba kihalali kwa sababu ameuziwa na Bata
na kumbe lease conditions tayari zimebadilishwa. Na sisi kama kamati tukaandika recommendations ya kusema kwamba DCI na EACC wachunguze ni kwa nini lease conditions zinabadilishwa, na yule bwenyenye ya kujenga kiwanda amechukua shamba wananchi, watu ambao wako miaka 80 miaka 90 wameishi kule na shamba la jadi, ili wasibomolewe. Na tukaenda mpaka na county commissioner na governor, kwa county commissioner tukaenda mpaka kwa Professor Kithure Kindiki ambaye alikuwa waziri wa interior, tukaongea mpaka na Raymond Omolo wasiachilie lile shamba libomolewe, ili wale watu wapate fidia kwanza ama wapatiwe alternative land. La kushangaza ni kwamba tarehe 6 Januari tukaona tingatinga zimeingia na zinabomolea watu, na mapolisi wote wa Pwani kama walipelekwa pale. Sasa mimi kama Mwaruma ningefanya nini? Ningesimama chini ya tingatinga nikanyanga? Sikuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo lile swala pia tulilivalia njuga, na tunafuatilia kutekelezwa kwa mapendekezo ya kamati hii ya Senate ya uchunguzi ufanywe. Na wiki iliyopita Waziri Murkomen alikuja kwa kamati yetu kuulizia ama kujibu swali langu la follow up ya ile case, kama wamefanya uchunguzi na wamefikia wapi. Maanake huwezi badilisha lease conditions hivi, lazima kuna ukora ulitokea. Hakujibu vizuri, tulimregesha aje na majibu ambayo yanafaa. Kwa hivyo swala bado nalifuatilia. Nikiongea mambo ya mashamba huku, maybe la mwisho kabla sijamaliza, ni swala la mipaka yetu ya kati ya Taita Taveta na Macnan Road, kati ya Taita Taveta na Makueni. Hilo limekuwa swala sugu sana. Na mimi 2019 tulienda, nimeitwa na wazee wa Njavungo, wakasema ya kwamba kuna watu wamechukua shamba kule Macnan Road na Taita Taveta katika mpaka, na watu wa Njavungo na wazee wa kaya walisema wale watu wamepewa title deeds si watu wa Taita Taveta na si watu wa Kwale, ni watu ambao wametoka Nairobi na hawajui mashamba yao yako wapi. Wale wazee wa Macnan Road walisema hivi, wakaazi wamenoa mapanga yako tayari, yule ambaye atakuja kuingia kwa shamba pale watamkatakata. Sasa wale wazee wakaniita kama baba yao, ngoje mimi ni mdogo wao. Tukaenda kwa mkutano Mombasa, mimi ndio niliwapeleka, na tukaita wazee wa kaya wakiongozwa na mzee wa kaya marehemu Muyenze. Tukaenda kwa John Lungata na wakafanya vile walivyofanya, na yale mambo yakatulia na zile title deeds zikawa cancelled. Haya ni mambo tunafanya chini ya maji, labda kama wananchi hatuwezi waelezea kwa sababu ni mambo ambayo yako sensitive in nature, lakini vile mmeniuliza imekuwa ni vizuri niwaeleze kwamba tulifanya hilo. La pili, ule mpaka ulienda 1963. Mpaka wa Taita Taveta ulikuwa karibu na Taru pale Mwembeni. Lakini 1963 DC wa Undanyi akaandikia DC wa Kwale akimwambia kwamba Macnan Road imekuwa mbali sana. Nikitoka Undanyi nje kufanya mkutano Macnan Road imekuwa ni mbali. Kwa nini msichukue Macnan Road uiweke upande wako? Yule DC akasema siwezi chukua shamba bila kuhusisha wananchi. Akahusisha wananchi. Na wananchi wakasema sisi tunataka kubakia Taita Taveta. Yule DC wa Undanyi akakimbia mbio, akagazeti ule mpaka na akagazeti Macnan Road Town Circle ambayo imekuja ndani kidogo. Sasa 1992 wakati wa kugawanya Kenya kwa district 47, ile sheria ambayo ilitumika inaitwa District and Provinces Act, iligazeti ule ile boundary vile ilivyo, na ikatoa tumbo ambayo ilikuja ndani upande wa Taita Taveta kutoka Macnan Road. Sasa watu wengi hawakugundua, na mimi huwa wakati sikuwa senator wala sikuwa mbunge. 2013, 14, 15 hali ikaanza kwa sababu magatuzi yameanza
na imefuata mpaka ya 1992 ya ile sheria ya District and Provinces Act. Na wakati watu wa Kwale wanaangalia ushuru wao wanaukusanya mpaka wapi, wakagundua kumbe Macnan Road iko kwao, na ndio hiyo hali ya taharuki kaanza. Lakini kabla ya 2013 hakukuwa na shida yoyote. Watu wa Taita Taveta waliendelea kukusanya ushuru wao Macnan Road. Mbele Primary, mimi najua manake nimekuwa mwalimu, wanatoa walimu kutoka wapi? Taita Taveta, wanaenda kule. Mbele Secondary imejengwa na CDF ya wapi? Ya Voi. Mpaka leo hii walimu wanaofanya kazi Mbele Secondary na Mbele Primary wanatoka wapi? Wanatoka Taita Taveta. ACK Macnan Road, Bishop wake wapi? Ako Taita Taveta. Title deed ya airstrip ya Macnan Road ni ya Taita Taveta, na mambo mengine mengi ambayo inaashiria ya kwamba Macnan Road iko Taita Taveta. Lakini gazette notice inasema kitu tofauti. Kwa hivyo sasa kuna mambo mawili ya kufanya. La kwanza ni Senator Moses Kajwang ameleta hiyo bill tena ambayo itashinikiza kubadilisha miradi. Article 188 ya katiba inasema kwamba kubadilisha miradi ya county inahitaji commission ama tume ya bunge ambayo itapitisha report, na ile report ipite kwa wabunge na kwa maseneta. Ikishapita basi mipaka inaweza badilishwa. So tunangojea hiyo bill ipite Senate, iende National Assembly. Ikishapita itapeana uhai Article 188. It will operationalize Article 188. Article 188 nasema kuwe na tume. Lakini bila bill ama sheria ya kusema wale ama ile tume itakuwa formed, itakuwa ni watu wangapi, wale watu watakuwa na sifa gani ama qualifications aina gani, na watalipwa shilingi ngapi, watafanya muda gani. Lazima kuwe na sheria ambayo itatungwa na bunge ya kupeana uhai Article 188 ili tuweze kubadilisha mipaka yetu ya Taita Taveta. Lakini saizi nimepeleka statement kwa Senate kwa sababu kuna case kotini ya Senator Okiya Omtata ambayo ni human rights issue, ya kwamba kuna watu wa Macnan Road, kuna watu wa Macnan Road wanalipa ushuru wa Taita Taveta na wanalipa ushuru Kwale. Watu wa Mtito Andei pia wanalipa ushuru Taita Taveta na wanalipa ushuru Makueni. Waka approach public defender ambaye ni Senator Okiya Omtata kabla aingie Senate. By the way, hiyo ni kesi ya 2020 kabla Okiya Omtata aingie Senate. Nasema hivyo kwa sababu ya wale wachache ambao wanasema kesi ya mpaka itapelekwaje na Okiya Omtata bunge badala ya kupelekwa na senator wetu na tuko na senator. Issue ni kwamba alipeleka 2020 na imeendelea mpaka saa hizi inaendelea, na ndio maana NLC walikuja wakaangalia beacons za Macnan Road, waliangalia beacons za Mtito Andei na wakagundua ya kwamba zile beacons vile zilivyo ziko sawa kulingana na ile sheria ya District and Boundaries Act ya 1992, na wakasema mpaka iko sawa, na wakasema kwamba Macnan Road iko Kwale. Hiyo report ya NLC imerudi kwa koti na tunangojea uamuzi wa koti. Kwa hivyo mipaka haijaenda nikiwa seneta. Mimi nang'ang'ana hii mpaka ifanye nini? Irudi. Nipigieni makofi kama nataka. Mimi ni kung'ang'ana tu nirudi. Ni mipaka ilienda wakati sikuwa. Shamba ya Voice Isol ilienda na Lizi kawa renewed kimakosa 2011, sikuwa mbunge, sikuwa senate. Zile ambazo zinakuwa renewed nikiwa hai na nikiwa katika senate kama Machungwani nazuia, Uguta nazuia, na leo hii kuna jamaa wanatujaribu hapo. Wamekuja kutujaribu wapi? Maungu. Na simi niko. Na si mbona mna masoldier hapa. Naona mna mashujaa hapa. Na shujaa mwingine hapa. Na huyu Kilele pia usijifanye uko unatoka nini? Uko Sagala. Pia hapa ni kwako. Ile siku tutakuja kufunga barabara. Si mtakuweko? Uzuri wangu mimi si mwoga. Tutafuatana na hili jambo. Sawa sawa? Tutafuatana na nini? Na hili jambo.
kwa mujibu wa sheria kupitia bunge la Senate, tunataka hizi title deeds zikuwe cancelled. Hapo tunakubaliana? Maungu hoi. Tunakubaliana kwamba title deeds zikuwe cancelled. Si namna hiyo? Zisipokuwa cancelled, hakuna mtu ambaye amepata shamba ya Maungu kinyume cha sheria tutamkubalia aishi hapa. Tuko pamoja hapo? Kwamba mtu toke Nairobi je kuishi hapa na sisi tumeketi. Tutakubali hayo? Hatutakubaliana. Hebu nione kwa mikono tena tumekataa hiyo mambo. Si ndio? Aishi kwa hewa. La tatu, kama hizi list tumefuatilia zikuwe cancelled na watu wameanza kuleta matingatinga, tunaona wameanza kuwa settled na mapolisi, si tutafunga barabara? Na ngapi wako tayari kwenda jela ili tuzuie shamba yetu isichukuliwe? Si ndio? Wacheni niwaambie kitu moja, na wazee na vijana na kina mama, tunarudi nyuma kwa nini? Na watu wetu wa Maumau ambao walipigania ukombozi wa Kenya, walipigania ukombozi, swala la kwanza ilikuwa ni kuchukuliwa mateka kwenda kufanya kazi za sulubu kule ng'ambo. Ilikuwa ni ya kwanza. Ya pili ilikuwa ni land alienation, mashamba yanachukuliwa na watu ambao hawaeleweki. Sasa leo hii kama wenzetu wa Kenya wenzetu walipigania uhuru 1963 na hiyo miaka ya nyuma na tukapata uhuru, kitu kinachotufanya sisi tusipiganie mashamba yetu ni nini? Ni uoga, si ndio? Tutatoa uoga. Tutakubaliana tutoe uoga ya kwamba jela haikutengenezewa watu wengine, mbuzi, ndovu ama kondoo. Ilitengenezewa nani? Binadamu. Jameni, tujikaze, tujikakamue, tupiganie haki zetu. Sawa? Hii haikuwa Maungu Buguta settlement scheme. Tumepata hiyo habari. Na tumeambiwa na mwakilishi Jerusha wa Land Control Board kwamba ile sio mojawapo ya masuala ama mashamba ambaye yamejadiliwa katika Land Control Board. Si ndio? Tumeambiwa pia MCA kwa na information ya kwamba hii si part ya scheme ya Maungu Buguta. Na chairman pia ameongea, chairman nilo haki uko hapo, kwamba hii si part ya Maungu Buguta settlement scheme. Sasa hii scheme inaitwa nini? Haina jina, si ndio? Tushikane mkono. Kama kuna mambo yanatufanya sisi tunatoa tofauti zetu za kisiasa, gavana, wabunge, MCA, woman rep na mimi, ni masuala ya wananchi ambao ni masuala ya ardhi. Hayo hatuwekei siasa. Tunaweka siasa kando, tunapigana kama watu wamoja. Ama namna gani? Manake governor anafanyia kazi nyinyi, MCA anafanyia kazi nyinyi, mimi nafanyia kazi nani? Nafanyia kazi sisi, si ndio? Kwa hivyo lazima tuweke tofauti zetu kando ili tupiganie ili swala la hii shamba. Kwa kumalizia tu, swala la Ndovunyi nilikuja na niliongea kabla ya kubomolewa, miaka 3 kabla ya kubomolewa. Nilikuja na nikarudi Nairobi, nikaliulizia na nikalifuatilia sana kwa watu wa KWS, kwa sababu wao ndio walikuwa wanatishia watu. Na kila wakati wananiuliza maswali magumu, Mwaruma wewe unatusumbua kila siku mambo ya wanyamapori. Lakini pale Ndovunyi ni animal migration corridor. Sasa chagua moja. Watu wakae pale mahali wanyama na disposal area wanapitia, ama watu watoke na wanyama waende vizuri. Nikawaambia hapana, mulinde wanyama wakae kwao na bado mwache watu wa Ndovunyi. Niko na hiyo record. Brigadier retired Waweru nimemsumbua sana wasitoe watu pale. Ile siku mnatolewa siku wa Kenya sikuwa, lakini nikasikia kwamba mshabomolewa tayari. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha. Nasema ukweli,
kusema kweli ni mpenzi wa Mungu na ikaenda hivyo. Lakini sasa hili nalo kwa vile tulifeli kwa lile taachilia hili, hatuwezi achilia hili. Hii lazima tukae nini gangari na hili jambo la mashamba. La mwisho kabisa, watu wa Maungu, nitarudi tena katika mkutano yangu ya oversight. Tutafanya mkutano miwili, moja Maungu na moja Kale ama Marungu kule juu, ili niwaelezee hali halisi ya county government ya Taita Taveta. Nimetembea Unanyi, nimetembea Taveta, Voi pia nimefanya mkutano. Ile next ni Marungu ward na Kasigau ward. Kwa hivyo nakuja. County yenyewe ndio kubwa, iko na kijiji kama hiki, vijiji 1115. Kwa hivyo kwa miaka 2 siwezi maliza zote, lakini nakuja tuje tuongee mambo ile pesa inatoka Nairobi na inakuja ngapi na inatumika namna gani. Na vile wabunge wameshikilia pesa yetu ya Road Maintenance Levy Fund, wanataka iende kwa kera na kura. Tumekataa kama Senate na tunasema kwamba hiyo pesa lazima ije kwa governor na ije kwa MCAs watengeneze barabara zetu za vichochoroni. Hiyo nayo hatuachilie. Hiyo kama maseneta ambao tunalinda ugatuzi hatuwezi kuachilia. Poleni sana, nimeongea sana. Chairman, pole nimeongea sana. Karibu ili uongee na wananchi wa Maungu. Karibu sana, mpigeni chairman. Utuzo ama sivyo? Kwa hivyo Seneta Maruma yuko nyumbani, mwache aongee mpaka usiku. Sisi tuko hapa kwa niaba yake. Ama sivyo? Hamjambo tena. Nimekaa hapa nikasikiliza vilio vya watu wa Maungu. Na mwenyekiti hapa ameeleza vizuri sana matatizo yalianzia wapi. Na awali seneta alikuwa amesema kwamba alituma technical team hapa isaidie kutengenezwe petition. Jana. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu tulipata wito wa video vyenu. Lakini officially bado hatujapewa ile petition ambayo itatulazimu sisi tuchunguze na tuweze kutoa mapendekezo. Lakini kwa information ambayo tumepata, tuna basis ya kuanza uchunguzi. Tumesikia hapa ndugu mmoja huyo Cheta asema kupiga simu na mwenyewe mmoja akimwambia ana ardhi yauza hapa. Tungependa tupate nakala za title deed ambazo zimetolewa. Zile ambazo zimetolewa ambazo tunataka ziwe revoked, ndio tuweze kuanza uchunguzi wetu. Kwa sababu hatuwezi kumwambia waziri kwamba kuna title deed Maungu sehemu ya Maiseni ya pipeline mpaka Maiseni bila ya kumpa plot number ama copy ya zile title ambazo tunataka ziwe nullified kwa sababu zimetolewa kinyume na matakwa ya wananchi wa hapa. Jambo la pili, katika kila county hivi sasa kuna mtu wa National Land Commission, na kabla ya title deed kutolewa na serikali kule Nairobi, ni lazima National Land Commission wapeleke barua ya no objection, waseme wamekuja hapa wakaangalia wakaona kwamba hapa ile plot ilikuwa hakuna mtu anayedai, hakuna mtu amekaa, kwa hivyo iko sawa, apewe mheshimiwa Maruma ama apewe chairman. Hiyo lazima iweke kwenye faili. Kwa hivyo tunataka kujua ni sababu ni vipi ardhi ilitolewa hapa na National Land Commission hawajui. Kwa sababu na mwakilishi wa National Land Commission hapa anaitwa Bosire, Edward Bosire nafikiri. Bosire alikuwa kule Mombasa, alihudumu Mombasa, baadaye akaletwa hapa transfer. Kwa hivyo mheshimiwa Maruma, huyu Bosire is a person of interest. Atueleze anajua nini kuhusiana na hizi allocations zinazoendelea hapa. Jambo la tatu, ardhi ambayo haijakuwa allocated mara nyingi ni trust land, iko mikononi mwa serikali ya county. Kwa sababu ile trust land serikali inayehold
inaimiliki kwa niaba ya wananchi wa pale. Sasa ile ya kule Buguta settlement scheme ile ya kwanza ilikuwa iko mikononi mwa serikali. Wakatangaza settlement scheme, wakaidikilia kama education area na wakagawanyia wananchi. Hii nyingine ambayo imebakia hii hapa kutoka pipeline mpaka Msenyi pia takana iende process hiyo hiyo. Na kwa sasa kwa kuwa ardhi iko devolved, ni serikali yetu ya county ya hapa ianzishe hiyo process. Wasiseme kwamba title deed imekuja kutoka Nairobi. Wewe uko na surveyor hapa, uko na planners hapa, kwa nini hawafanyi kazi yao? Hata serikali kuu ikiwa inataka kufanya mipango hapa, lazima ile initial planning itoke hapa Taita, kwa sababu planning is a devolved function. Ukiangalia sheria inampa nafasi planner wa hapa kaunti yetu ya Taita Taveta kuplan kila mahali. Sasa itakuwaje serikali yetu hapa haijui plana Nairobi amepima akawapa watu 200 au 300 title deed bila nyinyi kujua? Itakwenda vipi? Na kwa nini serikali ya county ikubali kuruhusu matingatinga yaje yavunje ama yaje yalime barabara wakati wao ndio wanaichaje barabara? Kwa sababu hapa leo ukianza kujenga nyumba yako hapa, shakuja na kwambia lete permit ya kujenga, lete building permit, ama sivyo? Sasa kwa nini mtu aje na tingatinga pale aanze kulima barabara, aanze kulima nyumba, avunje nyumba zetu, na hati serikali ya county hijui? Uliona wapi? Uliona wapi hiyo? Kwa hivyo serikali ya county tusijifiche nyuma ya serikali kuu. Nyinyi mutoke kimasomaso, mutetee hawa watu wetu. Hawa ndio watu wanaotupa kura sisi. Na mtu kwake andi na askari anaenda bila kuogopa. Na jana tulimwambia county commissioner kwamba hii mambo ya kutumiwa administration, unasikia? Leo ukiita, saa nyingine ukiita polisi imevamiwa hapa na waizi, hawaambiwa gari haina mafuta, ama sivyo? Lakini wakiambiwa waje wavunje magari yana mafuta na wanakuja mbio hapa, ama sivyo? Kwa hivyo tulimwambia jana county commissioner na wakubwa wote wa security kwamba hili swala la kuvunjia watu makao yao kiholela halitusaidii, kwa sababu wale wananchi wale zetu ndio wanaozaa viongozi, ndio wanaolipa kodi. Sasa ikiwa mtawafurusha kila siku, wananchi hawana makao, tutaendelea vipi kama kaunti? Na tukamwambia hapa kuna watu wanakuja na title deed na wao hawajui ardhi zao ziko wapi. Kwa hivyo chunguza kupitia kwa CIC, mkubwa wa CID na DCI, wachunguze tujue hizo title haramu zimekuja vipi hapa, kwa sababu hatukubali wananchi wetu kila siku makao yanavunjwa. Leo hata kama uko na kibanda chako hapa, ukifurushwa utakwenda kama kibanda kingine wapi? Watoto wanasoma hapa, ukifurushwa watoto wanakwenda kusoma wapi? Kwa hivyo hatutaki masuala yani kila siku sisi huku pwani tunaendelea kwa maskini kwa serikali yetu. Serikali ndio inaendelea kufanya sisi maskini. Leo wewe badala ufikirie biashara yako utapanua vipi, wafikiria kesho nitakuwa wapi mahali pa kuishi. Watoto wako hawajui kesho tutakuwa hapa ama nikitoka kwenda shule leo tukirudi nyumbani yetu itakuwa imevunjwa, nyumba yetu imevunjwa. Kwa hivyo wana ward administrator, haya masuala lazima muangalie proactively, kwa sababu nyinyi ndio mna uwezo. Kama serikali kuu imetoa title deed, andikieni National Land Commission, andikieni ministry, mwambie vipi title zimetolewa hapa wakati sisi hatujui. Sisi hii area tulikuwa tumepanga kusettle watu wetu, tushapanga wildlife corridor, tushapanga mahali pa kupanda miti tupate carbon credits. Leo matuletea watu kiolela namna hii, tutafanya nini? Basi kama naje
ground pia wahakikishie hao kwamba hakuna mtu atakayehamishwa. Ama sivyo? Sio gavana tulimchagua sisi. Kwa hivyo aje hapa ground, aje afanye mkutano, aseme mimi nawahakikishia kwamba hakuna polisi watakuja hapa kuhamisha wala mwenyeji yote atakayekuja hapa kutuhamisha. Sawa. Na nimesikia kwamba sijui aje kupewa hapa title nini tunasema. Kwamba settlement yule ambaye tulikuwa tunamjua alifariki. Unasikia? Yule bibi yetu ambaye alikuwa mkarimu, penda watu, penda maskini, aliondoka mwaka jana. Kwa hivyo sidhani katika familia yake kuna mtu ambaye anafuatilia hayo mambo hivi sasa. Lakini pia kama ni yeye, tupeni ushahidi. Mimi nitakwenda kwa watoto wake. Mimi binafsi nitakwenda kwa watoto wake kumwambia mzee wako alikuwa hawezi kudhulumu. Mzee wako alikuwa anasaidia maskini, analipa bili za hospitali, anasafirisha wale ambao wameondoka. Kwa hivyo haiwezekani hawanyang'anye hawa makao yao. Hii title deed warejeshee hawa, hii mambo imeisha. Lakini kwa biashara zake sidhani kama ana nia ya kuja kufanya biashara hapa ambayo itaathiri wananchi. Kwa hivyo sisi tunataka kuhakikishia kwamba tukiondoka hapa, tukirudi Nairobi kesho kutwa Jumatatu, barua zitakwenda kwa Ministry of Lands, barua zitakwenda kwa National Land Commission, barua itakuja kwa County Government of Taita Taveta kuzungumzia swala hili. Na tutachama tutakupa nakala barua hii. Na tutawaambia kwamba pending the resolution of this issue, there should be no eviction, no displacement of people, no development hapo kabisa. Na nyinyi kama county government don't give any development permission, kwa sababu hakuna kitu chaweza kujengwa hapa bila idhini ya county. Si ndio hivyo? Kwa hivyo county government usitoe permission yoyote hapo. Waambie kwamba haya mambo Senate imekuja hapa committee, wamesema kama kuna issue yoyote kupeleke huko. In the meantime hakuna development yoyote iendelee hapa kitambo sisi tumalizana na hili swali. Yes. Kwa hivyo tusimlaumu Seneta Mwaruma peke yake, tupeleke lawama pale ambapo zastahiki. Mimi nimefanya kazi na Mwaruma kutoka 2017 tulipochaguliwa. Alipochaguliwa hapa Taita, mimi nilichaguliwa Mombasa. Na tumefanya kazi kwa karibu sana, na anapenda sana watu wake. Anapenda sana watu wake wa Taita Taveta. Hapa Taita Taveta zimekuja komiti kila baada ya miezi miwili mitatu. Leo ni kamati ya ardhi hapa. Mwezi ule mwingine kulikuwa na kamati ya afya, health, kuangalia masuala ya health ya Taita Taveta. Kuna ile kamati ya elimu imekuja hapa. Kwa hivyo ni mtu ambaye wafanya kazi, na hizi kamati zinazokuja hapa si kwamba aonyeshe kwamba kuna kamati, au zinakuja kwa sababu kuna masuala ambayo yameletwa katika bunge la Senate na speaker amesema nendeni huko mkaangalie hayo masuala. Jana tulikuja hapa kuangalia masuala ya ardhi kule Mwananchi, kule sehemu za Mkuki. Tukaenda huko mpaka tukafikiri tuingia Kwale sasa. Tulisafiri kwa muda wa masaa mawili. Tukafikiri tumefika Kwale. Lakini kama bado ndio tenda kwenye hiyo shamba. Na tulikuwa maseneta 4. Kwa hivyo Mwaruma kila mara kwa mara haya mambo anayaleta. Na kwa sasa si rahisi upate seneta ameacha akaunti yake amekuja huku, ama amekwenda kuangalia mambo ya komiti kwa siku ya Jumamosi ama hivi Ijumaa jioni, kwa sababu wengi wakimaliza bunge ya Alhamisi kila mtu akimbie kwao akaangalia ground yake. Kwa hivyo huyu Mwaruma ni mchapakazi sana, ni mchapakazi, na tutaendelea kusaidiana naye ili kuhakikisha haya matatizo ya watu wa Taita Taveta na wa Kenya kwa jumla tumeweza kuyapunguza. Hatuwezi kuyamaliza, lakini tutaweza kuhakikisha kwamba tumeweza kuyapunguza. Wale ambao hawana makao wameweza kupata makao yao kwa salama. Matatizo ya maji, tumekuwa hapo Tavevo kutoka saa 3 asubuhi na tumezungumza, tumemleta managing director hapo
akaeleza kwa ufasaha yale mambo yanayopatikana hapo, mambo ya tarifu kwa juu na mambo mengineyo. Kwa hivyo tunawahakikishia kwamba sisi kama Senate tutawasaidia kwa kuweza kupambana na haya matatizo. Mambo mengine tunaambiwa yanakwenda kwa ofisi zaidi ya moja. Shaona, ofisi zaidi ya moja, lakini tuna uwezo sisi kuita ofisi ya waziri wa ardhi, National Land Commission, County Government of Taita, tuje nao kwenye meza moja tuweze kuzungumza masuala haya. Mambo ya mpaka nafikiri Senator amejieleza kikamilifu, na mimi pia ningemsihi kwa sababu sisi sote ni wapwani. Watu wa Kwale ni wapwani, watu wa Taita ni wapwani. Wakae chini na Senator wa Kwale, na gavana wa hapa akae na gavana wa Kwale, wazungumze haya mambo kwa sababu wote ni watu wetu. Ukienda pale huwezi kujua huyu ni mtu wa Kwale, huyu ni mtu wapi wa Taita, ama sivyo? Ama kuna mtu ana alama hapa, wewe ni mtu wa Taita na wewe ni mtu wa Kwale. Kwa hivyo wakae chini hawa, na sisi kama viongozi wa pwani tutakaa nao chini kuangalia ni njia gani tuweza kupunguza hizi tofauti na ghadhabu za mipaka. Hatutaki watu washikiane mapanga, japokuwa kama ni watu wa kutoka nje na wanataka kuchukua kiolela, lazima tushike panga, ama sivyo? Na ikiwa imefika kufunga barabara, sisi pia tuko tayari kuwasaidia tufunge barabara. Sawa. Lakini sisi wenyewe kwa wenyewe lazima tuzungumze kwa ustaarabu na kwa umoja kwamba tunajenga pwani, tunajenga kaunti zetu za pwani. Kwa hayo mengi na hakikisha kwamba usiondoke hapa. Komiti ya Senate ishashika hili swala na tutahakikisha kama tumempatia ufafanuzi. Asanteni sana, Mungu akubariki.